Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto, habari ambayo kwa sasa hivi imeendelea kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii ni baada tu ya Chief Godlove kuamua kuachana na msanii wake Pipi Jojo, na tuliweza kushuhudia namna ambavyo aliweza kuandika ujumbe kupitia katika peji yake ya Instagram kuthibitisha wazi kwamba yeye ameamua kumwachia huru msanii huyu Pipi Jojo, lakini bado maswali kwa mashabiki yameendelea kuenea, wengine wakiwa wanajiuliza msanii Pipi Jojo kuna kitu gani ambacho amemfanya Chief Godlove mpaka Chief Godlove ameamua kusitisha muendelezo wa mkataba wake, au wengine wakiwa wanajiuliza imekuwaje Chief Godlove ameamua kumwachia kirahisi tu hivi Pipi Jojo, na baada tu ya Chief Godlove kuweza kutangaza rasmi kwamba Pipi Jojo yupo huru na anaruhusiwa kwenda kusainiwa katika record label nyingine, tukaweza kuona Diamond Platnumz akaweza kuibuka huko mitandaoni na kuamua kuzungumza kuhusiana na yeye kumsaini Pipi Jojo katika record label yake ya WCB Wasafi. Sakata zima la Zuchu kuondoka katika record label ya WCB Wasafi tayari nimeshakupatia hii habari na nimekuwekea hapa katika media hii pendwa ya Bongo Choice, na kama wewe ndio kwanza unaingia mara yako ya kwanza, bonyeza maandishi mekundu yanayoandikwa neno subscribe na utakuwa umejikisha kupata kila habari ambayo inatokea katika media hii pendwa. Pipi Jojo siku ya leo baada tu ya Diamond Platnumz kutangaza ana malengo makubwa sana ya kumsaini katika record label yake WCB Wasafi, yeye kama Pipi Jojo ameweza kufunguka mazito na ameweza kuhojiwa katika media za Wasafi, na namna ambavyo amehojiwa Pipi Jojo akaamua kufunguka ni kitu gani ambacho alikuwa anapitia kipindi akiwa katika record label ya msanii au mwanakaka Chief Godlove, lakini pia kuna vitu vingi sana ambavyo tulikuwa hatuvifahamu. Watu wengi sana walikuwa wanajiuliza Pipi Jojo ni kweli alisainiwa katika record label ya Chief Godlove au Chief Godlove aliamua tu kumtumia Pipi Jojo katika mambo yake, kwa sababu Chief mara nyingi sana huwa ni mtu ambaye anapenda sana kuzungumziwa mitandaoni, anapenda sana umaarufu. Sasa huenda aliona Pipi Jojo anaweza akawa mtu ambaye akamsababisha yeye kama Chief Godlove akazungumziwa. Pipi Jojo siku ya leo ameweza kuhojiwa katika media za Wasafi, na baada ya kuhojiwa akaulizwa anajisikiaje baada tu ya Diamond Platnumz kutangaza rasmi kwamba yeye muda si mrefu Diamond Platnumz ataandaa tafrija kwa ajili ya kumsaini na kumkaribisha katika record label yake WCB Wasafi. Pipi Jojo amefunguka wazi na kudai kwamba ndoto yake kubwa ilikuwa ni kujiunga katika record label ya WCB. Alikuwa anatamani hata kabla hajakutana na Chief Godlove, anakuambia kipindi hicho anahaswa katika sanaa yake ya muziki. Anadai kwamba ilikuwa ni ndoto yake yeye siku moja akutane na Diamond amwambie kwamba natamani uniingize katika record label yako ya WCB kwa sababu naamini ninaweza nikafikia malengo yangu, naweza nikafikia ndoto zangu. Pipi Jojo amezungumza na kudai kwamba anamshukuru pia Chief Godlove kwa sababu huenda bila Chief Godlove wa Tanzania wasingemjua, lakini pia huyo Diamond asingeona kipaji chake. Ukiangalia ile nyimbo ya Pipi Jojo ya Chakacha, Chief Godlove alitumia mabilioni ya pesa katika ile nyimbo, lakini pia tunaweza kusema Chief Godlove alikuwa na mchango mkubwa sana kwa Pipi Jojo kwa sababu Pipi Jojo alikuwa afahamiki. Baadaye Chief akamfanyia promo kubwa, Pipi Jojo akawa mkubwa na kweli kaweza kumshukuru Chief Godlove kwa mchango wake mkubwa. Lakini Pipi Jojo akazungumza kitu kingine, akadai kwamba Diamond ni mtu ambaye ana moyo mzuri sana. Baada ya kuona kipaji chake kipindi akiwa kwa Chief Godlove, anakuambia Diamond Platnumz aliweza kumtafuta, akamdm akamwambia ukiwa tayari kuingia katika record label yangu usisite kuniambia, jambo ambalo sio geni sana kwa Diamond kufanya hivyo. Mara nyingi sana Diamond Platnumz akiwa na uadui na mtu, tuliweza kuona tu kwa Harmonize, mara nyingi sana akiwa na uadui na mtu alafu huyo mtu ana record label na wasanii, huwa anatumia mbinu hizo kwa ajili ya kuwatoa wale wasanii katika record label zao, alafu baadaye anawapotelezea. Ukimwangalia Ibra aliahidiwa na Diamond kwamba atasainiwa katika record label ya WCB, lakini Ibra ametoka katika record label ya Konde Gang, Diamond Platnumz akampotezea. Sasa hatujajua kwa wewe Pipi Jojo namna ambavyo Pipi Jojo amejiaminisha, na mpaka sasa hivi tunaona kweli Diamond ana nia na huyu Pipi Jojo, kwa sababu ukiangalia Zuchu na yeye anaondoka katika record label ya WCB. Hivyo basi huenda Pipi Jojo akaziba pengo la msanii Zuchu. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako chini ya comment section, lakini pia nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.